Kitabu cha Ufunuo sura ya 2. Neno la Mungu linasema hivi: kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso andika, haya ndiyo anenaye yeye azishikaye hizo nyota 7 katika mkono wake wa kuume, yeye aendaye katikati ya vile vinara 7 vya dhahabu. Naye nayajua matendo yako na tabu yako na subira yako, na ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya, tena umewajaribu wale wajiitao mitume, nao sio, ukawaona kuwa waongo. Tena ulikuwa na subira na uvumilivu kwa ajili ya jina langu, wala hukuchoka. Lakini nina neno juu yako, ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Basi kumbuka ni wapi ulikoanguka, ukatubu, ukayafanye matendo ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake, usipotubu. Lakini unalo neno hili, kwamba wayachukia matendo ya Wanikolai, ambayo na mimi nayachukia. Yeye aliye na sikio na asikie, alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye nitampa kula matunda ya mti wa uzima ulio katika bustani ya Mungu. Damu ya Yesu Kristo. Tumesoma Ufunuo sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 7. Watu wengi wanatakiwa kujua maisha ya kumcha Mungu kwa njia ya kweli. Watu wengi ni Wakristo lakini hawajui mambo mengi kuhusu Kristo. Wanafikiri kwamba kuitwa Mkristo ndio wamemaliza kila kitu. Wamemaliza kila kitu na hiyo ndiyo tiketi ya kuingia mbinguni. Mradi tu wanaitwa Wakristo. Wengi wanajua hivyo. Ukimuuliza anakwambia mimi ni Mkristo, anahisi hapa ndio amemaliza kabisa. Amemaliza, sasa ana tiketi ya kweli kabisa kuingia mbinguni, kwa sababu tu anaitwa kwa jina la Yesu Kristo. Lakini huyu mtu ukimuuliza kwa habari ya ucha Mungu haelewi chochote, ila tu anaelewa yeye ni Mkristo. Sasa ukiangalia kundi la Wakristo, wako hata watu wachafu ndani ya kundi la Wakristo na wao wanajiita Wakristo. Wako watu ambao hawaishi kwa tabia ya Yesu Kristo lakini wanajiita Wakristo. Mara nyingi tunaweza kusema hata waganga, hata wachawi wako ndani ya kundi la Kristo, wanajiita Wakristo lakini hawana Kristo. Kwa hiyo watu wengi wanafikiria wakisha kuwa ndani ya Kristo au wanaitwa Wakristo basi wamemaliza, kwamba sasa sisi ni Wakristo, inatosha, sisi ni Wakristo, tunaitwa kwa jina la Kristo, sisi ni wa mbinguni. Hii watu wengi wanapotea, kwa sababu humo ndani ya Wakristo kuna waganga, kuna wachawi, wanaitwa kwa jina la Kristo. Ukimuuliza kwa mimi ni Mkristo lakini mchawi, lakini mganga, lakini mlevi, lakini mtu wa tabia yote ya kuzimu, mtu wa tabia ya shetani ibilisi, anaitwa Mkristo. Kwa hiyo watu wanatakiwa kujua kuitwa Mkristo haina maana sasa wewe ni mwana wa Mungu au ni mcha Mungu au una Kristo ndani yako. Kwa hiyo watu wanatakiwa kujifunza damu ya Yesu Kristo. Mtume Petro katika waraka wake wa 2 sura ya 2 anasema hivi: kutaondokea, zamani kuliondokea manabii wa uongo, na hata sasa kutakuwa na walimu wa uongo kwetu sisi. Na hata sasa kutakuweko na walimu wa uongo, mitume wa uongo, manabii wa uongo.
ambao wataingia ndani ya kanisa kwa uelevu, watafundisha maneno ya uongo, wataingiza uzushi ndani ya kanisa, wataleta maneno ya kuzimu kwa sababu ni wa uongo, ni mitume wa uongo, walimu wa uongo. Kwa hiyo watauingiza uongo ndani ya kanisa, ndani ya Injili kwa uelevu. Hii maana yake nini? Kwa uelevu ni ngumu kumtambua huyu mtu ni nabii wa uongo, kwa sababu anaingiza uongo ndani ya Injili ya Yesu Kristo kwa uelevu. Wanatumia akili kubwa kuchafua Injili ya kweli na kuwabadilisha watu wasionekane ni Wakristo, ingawa wanaonekana ni Wakristo, lakini hawana Kristo ndani yao. Huyu nabii wa uongo, huyu mwalimu wa uongo ataingiza uzushi wa kupoteza ndani ya kanisa, ndani ya Injili kwa uelevu mkubwa. Hata watu hawatajua kwamba huu ni uongo. Watu watapata ugumu kuelewa kwamba huu ni uongo, na huyu mwalimu au huyu mchungaji au huyu nabii au mtume ni wa uongo, hatokani na Yesu Kristo. Watu watapata shida kuelewa. Mtume Petro anatujulisha hii, anasema kutakuwako na manabii wa uongo, walimu wa uongo, wachungaji wa uongo. Hawa watu watahubiri uongo na kuwaambia watu hii ndiyo Injili ya Yesu Kristo. Kwa hiyo kwa sababu wanatumia uelevu na elimu na akili kubwa kuwateka Wakristo waende kwao na kuambia haya wanayohubiri ni Injili ya Yesu Kristo, kumbe ni uongo wa kuzimu. Watatumia akili kubwa, Mtume Petro anatuambia. Na kwa sababu hiyo sasa watu wengi, Mtume Petro anasema watu wengi wataelekea kwao, watawafuata, watayaamini maneno yao na mafundisho yao, watawafuata na kuwaamini, wakijua hawa ni watumishi wa Mungu, hawa wametumwa na Yesu Kristo, kumbe wametumwa na Ibilisi. Wakiamini mafundisho wanayofundishwa kwamba ni Injili ya Yesu Kristo, kumbe ni mafundisho ya mashetani kutoka kuzimu. Watu hawatawaelewa hawa watu, hawatawajua, watapata ugumu kuwaelewa. Na pengine hata ukiwahubiria ukweli kwamba jamani, hii siyo Injili ya Yesu Kristo, hawa watu ni manabii wa uongo, watu wenyewe watakupinga, kwa sababu wanawapenda hawa watu, wamewaamini hawa watu. Kwa hiyo kila wanachosema kwenye midomo yao wanaaminika hii ndio neno la Mungu, wasijue ni neno la Ibilisi. Damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo kanisa litapata tabu kuwaelewa wapinga Kristo ni watu gani. Watu watawafuata, watajua wanamfuata Yesu Kristo. Kweli Wakristo wengine watakuwa wanamtamani Yesu Kristo, wanamtaka Yesu Kristo, lakini wanamtafuta Yesu Kristo kwa wapinga Kristo. Hilo ndio tatizo kubwa lililoko sasa. Watu wengi wanamtafuta Yesu Kristo kwa mpinga Kristo. Wanatafuta kumwabudu Yesu Kristo, lakini wanaenda kwa mpinga Kristo ili wampate Yesu Kristo, kwa sababu mpinga Kristo naye anasema mimi ni Mkristo, mimi ni mtumishi wa Yesu Kristo, mimi ni askofu, mimi ni nabii, mimi ni mtumishi wa Yesu Kristo, nimetumwa na Yesu Kristo. Wanamtafuta Kristo kwa mpinga Kristo, wasijue kwamba huyo ni mpinga Kristo, na hayo mafundisho wanaofundishwa ni injili ya kuzimu, sio injili ya mbinguni. Tena Mtume Petro anaendelea kusema, anasema kwa hiyo watajipatia faida nyingi kutoka kwenu, kwa sababu wanahubiri ufisadi. Mtume Petro anataja ufisadi, anasema watu hao, manabii hao wa uongo, mitume hao wa uongo watahubiri ufisadi. Kwa hiyo kwa sababu wanahubiri ufisadi, watajipatia faida kwenu. Ni faida gani? Wanahubiri ufisadi. Anapotaja ufisadi, wanahubiri mambo ya dunia hii yanayowapendeza watu, fedha. Wanahubiri pesa. Kwa hiyo watajipatia faida kwenu nini?
Wao wanahubiri wanachokitaka, pesa. Shetani anataka wahubiri uongo apate roho nyingi ziende kuzimu, na wao wanahitaji pesa. Kwa hiyo wanahubiri pesa ili wapate pesa, shetani apate roho za watu, wao wanapata mshahara, fedha na mali, alafu wewe unapotelea mbali kuzimu. Ndio maana Mtume Petro anasema watahubiri ufisadi, na kwa maneno ya kutungwa watajipatia faida kwenu. Watakusanya fedha na mali za dunia, ndicho wanachokitaka, walichokitamani, hata kuitupilia mbali injili ya Yesu Kristo, na shetani mwenyewe atapata roho nyingi kuzimu, anawavuna wengi. Hii ndio hatari iliyopo ulimwenguni sasa. Hii ndio hatari iliyopo ulimwenguni. Tunalia kila siku kuwahubiria watu, ogopeni watu hawa, ondokeni kwa watu hawa, lakini dunia haikuelewi, kwa sababu hata wao wamepandikiziwa tamaa. Kwa hiyo na wao wenyewe wanawaza pesa na mali, wanawaza tu mambo ya rushwa, wanazulumiwa kwa sababu wanataka pesa, wanatoa pesa ili wapate pesa, wanaiacha injili ya Yesu Kristo. Sasa wanataka kusikia maneno ya pesa, na wao wanatoa pesa. Mchungaji anapokea pesa, anasema hiyo ndio injili, utabarikiwa. Kwa yeye anapata fungu la pesa, anayesikiliza muumini anatoa pesa, yeye anapata fungu la pesa, shetani anapata roho nyingi kuzimu. Injili ya Yesu Kristo umeiweka pembeni. Hatari iliyopo, Mtume Petro anatueleza katika waraka wa pili, sura ya pili, kuanzia mstari wa kwanza. Ni hatari kubwa ulimwenguni, lakini Yesu Kristo katika hili neno la ufunuo anatupa mamlaka ya kuwatambua hawa watu. Yesu Kristo ametupa mamlaka na njia ya kuwatambua hawa watu, kwamba lazima tuwatambue, lazima tuwajue ni watu gani hao. Ili kuwajua hawa watu, Yesu Kristo anatufundisha neno moja tu, neno moja tu muhimu. Ukitaka kumjua huyu ni mbwa mwitu au huyu ni kondoo, kuna jambo moja tu. Kwa sababu mbwa mwitu kavaa ngozi ya kondoo, ukimtazama huwezi kumtambua. Kwa hiyo usimtazame mbwa mwitu kumtambua huyu mbwa mwitu kwa kumchunguza miguu au kwa kumchunguza pua au kwa kumchunguza masikio. Kila kitu amevaa ngozi ya kondoo. Kwa hiyo kila kitu utakachokiona kwake utaona tu huyu ni kondoo. Na kwa sababu unamchunguza kwa namna hiyo, njia hii si sahihi, utakuja kusema huyu mbwa mwitu ni kondoo. Kwa hiyo utamfuata, utamwamini, utamsikiliza, usijue kumbe unamfuata mbwa mwitu. Uko karibu na kumwagwa damu yako. Umempenda, amevaa ngozi ya kondoo. Sasa wewe unamwangalia macho yake, unamwangalia masikio, unamwangalia miguu, kila kitu unachokiona unaona ni kondoo huyu. Huyu ni mwana kondoo wa Mungu. Kumbe unamfuata mbwa mwitu. Kila siku unamsikiliza mbwa mwitu, kila siku unampenda mbwa mwitu. Usijue, ukimtazama miguu au masikio hutamjua kama huyu ni mbwa mwitu, hutamwelewa. Kumjua huyu ni mwana kondoo au huyu ni mbwa mwitu, iko njia moja tu. Ni lazima uijue sauti ya mwana kondoo. Yaani uijue sauti ya mwanakondoo ni ipi? Sauti ya Yesu Kristo mwanakondoo wa Mungu ni ipi? Ukishaijua hiyo sauti, wanakondoo wote wanaotumwa na Yesu Kristo wana sauti moja, kwa sababu kondoo hana sauti mbili, kondoo ana sauti moja. Kwa hiyo lazima ujifunze sauti ya kondoo. Na huyo mbwa mwitu hata kama akijivalisha ngozi ya kondoo hawezi kutoa sauti kama kondoo, kwa sababu yeye asili yake ni mbwa mwitu. Hawezi kutoa, hata kama akisema mimi ni kondoo. Lakini sawa, wewe ni kondoo, hebu toa sauti. Akitoa sauti utasikia anabweka, utajua huyu
ni mbwa mwitu, sio kondoo. Ingawa nje ni kondoo, lakini anapotoa sauti yake, anatoa sauti sio ya kondoo, atatoa sauti ya mbwa mwitu. Kwa hiyo ni lazima uijue sauti ya kondoo. Atakapotoa yeye sauti, utaiona inatofautiana na kondoo. Hapo mkimbie, uje hapa niko karibu na kuliwa. Huyu ni mbwa mwitu, sio kondoo, kwa sababu hii sauti sio ya kondoo. Lakini kama unaangalia miguu, kama unaangalia mikono, miguu ya mbele au pua au masikio, hutamjua huyu ni mbwa mwitu, kwa sababu yeye naye mpinga Kristo amevaa jina la Kristo na kujiita yeye Mkristo. Kwa hiyo hutamjua. Lazima uijue injili ya Yesu Kristo. Lazima ujue injili ya kweli ya Yesu Kristo, alafu utakuja kumwona mpinga Kristo kwa maneno anayohubiri, utajua hii siyo injili ya Yesu Kristo hii, na huyu sio Mkristo wa kweli aliyetumwa na Kristo. Huyu anahubiri mambo ya dunia, mambo ya ufisadi na dhuluma, mambo ya uongo na utapeli. Anahubiri tamaa ya dunia, anawalisha watu tamaa, anawafundisha watu kujazwa tamaa ya dunia, wasake vitu vya dunia, wanaacha kuijua na kuipokea injili ya kweli. Utajua sauti hii, huyu ni mbwa mwitu, na sauti hii, huyu ni kondoo. Damu ya Yesu Kristo. Neno la Mungu linasemaje? Tusome Ufunuo, tusome. Anasema hivi: kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso andika, haya ndiyo anenaye yeye azishikaye hizo nyota saba katika mkono wake wa kuume, naye aendaye katikati ya vinara saba vya dhahabu. Anapotaja vinara saba vya dhahabu, anamaanisha hilo ni kanisa takatifu, ndiyo maana dhahabu. Huyu ndiye Yesu Kristo anayeongoza kanisa lake ulimwenguni kote, yuko ndani ya kanisa lake popote unapoenda. Kama kanisa hilo ni takatifu, hii inamaanisha Kristo yuko humo ndani. Kama hilo kanisa ni takatifu, ina maana halina maneno ya dunia, lina maneno ya mbinguni, injili ya kweli, injili ya uzima. Wao wanashika tu injili ya kweli kama Yesu alivyohubiri, kama mitume wa Yesu Kristo walivyohubiri, wana neno hilo hilo, hawachanganyi na maneno ya dunia. Damu ya Yesu Kristo. Hili kanisa ndio linaitwa kanisa takatifu la Yesu Kristo. Hiyo ndiyo miliki ya Yesu Kristo. Kama hilo kanisa ni kanisa takatifu ambalo anasema vinara vya dhahabu, hii inamaanisha kanisa takatifu. Lakini anaendelea kusema, anasema na yajua matendo yako na tabu yako na dhiki yako na subira yako, na ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya, tena umewajaribu wale wajitao mitume, nao sio, ukawaona kuwa ni waongo. Yesu Kristo anafurahia, anasema tena na yajua matendo yako. Nafurahi kwa sababu gani? Ingawa una dhiki, ingawa una mateso, ingawa unateseka, lakini unavumilia kwa sababu yangu. Na tena umewajaribu hawa wanaojiita mitume, lakini sio mitume. Kwa nini sio mitume? Wamejitambulisha kwamba ni mitume, lakini wao si mitume. Kwa nini? Yesu hawatambui kama mitume. Wamejitambulisha kama ni manabii, watumishi wa Yesu Kristo, lakini Yesu anasema hawa sio manabii. Wamejitambulisha kama ni wachungaji, watumishi wa Mungu, lakini Yesu anasema hawa sio watumishi wangu hao. Kwa nini? Umewajaribu, umewaona. Tumewajaribu nini? Kwa neno la Yesu Kristo tulilo nalo, tunawapima kwamba hawa ni watumishi wa Yesu Kristo au ni watumishi wa kuzimu. Kwa neno la kweli, kwa injili ya Yesu Kristo tunawapima wote, na tunagundua huyu ametumwa na Kristo na huyu hajatumwa na Kristo. Yesu Kristo anasema nao umewapima ukawajua kuwa ni waongo. Sasa huwezi kuchukuliana nao. Yesu Kristo anafurahia kwa sababu hatuwezi kuchukuliana nao, hatuwezi kuambatana nao, hatuwachukii. Tunawapenda kwa sababu waliumbwa na Mungu wetu, lakini kwa tabia na matendo yao ambayo siyo injili ya Yesu Kristo, hatuwezi kuchukuliana nao. Hatuwachukii, ila kwa tabia ile tunagundua hawa hawana Kristo,
Hawa hawahubiri injili ya Yesu Kristo, wala hawana Kristo ndani ya kanisa. Kwa hiyo hilo kanisa siyo kanisa takatifu linalomtii Yesu Kristo, kwa sababu Yesu anafurahia tuwapime, na tukisha wapima tukijua hawa hawana injili ya kweli, tusiambatane nao. Waache wasali, wawe wengi, wawe na pesa, wawe wanang'ara, wawe kanisa lao limeendelea, lakini hatuwezi kuendelea nao. Kwa sababu gani? Amesema ukisha wajua usichukuliane nao. Nafurahi, Yesu Kristo anasema nafurahi kwa sababu umewapima, umewajua hawa hawana injili. Hawa ni watu wa dunia, wanahubiri tu mahubiri ya dunia kutoka kuzimu. Kwa hiyo hatuwezi kuambatana nao. Yesu Kristo anafurahia hilo, kwa sababu mtakatifu kupatana au kushirikiana pamoja katika hekalu chafu lenye giza ni kupotea. Mwenye haki akiambatana na mtu wa giza, mtu ambaye ana mafundisho ya kuzimu ya mpinga Kristo, wakakaa pamoja wanafanya ibada, amepotea, kwa sababu katika hilo hana Kristo. Kwa hiyo Yesu Kristo anasema umewajaribu na umewajua kuwa ni manabii wa uongo, wachungaji wa uongo. Kwa hiyo huwezi kuchukuliana nao. Mimi nafurahia hilo, kwa sababu unalitunza jina langu, unaniamini mimi. Damu ya Yesu Kristo. Na tena nasema tena, ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, wala hukuchoka. Yesu Kristo anataka tuwapime, tuwajue huyu ni mbwa mwitu au ni kondoo. Tunawapima kwa neno na tunawajua hawa hawakutumwa na Kristo, ingawa wameendelea, ingawa wana pesa, ingawa wana umaarufu mkubwa ulimwenguni, watumishi manabii wenye nguvu ulimwenguni, wanapendwa na kila mtu, wana watu wengi, lakini tukiwapima tunajua huyu ni mbwa mwitu, kwa sababu hatoi sauti ya Kristo, anatoa sauti ya ibilisi mpinga Kristo, anatoa sauti ya mbwa mwitu. Kwa hiyo hawa hawana jina la Kristo, hawa hawaamini katika mwili na damu ya Yesu Kristo, kwa sababu kama mtu anamwamini Yesu Kristo atahubiri mwili na damu ya Yesu Kristo, atahubiri mauti ya Yesu Kristo, ataitukuza hiyo, na kanisa lote litaishi kwa imani hiyo, kumwamini Yesu Kristo katika mwili na damu, kulitumaini jina la Yesu Kristo lililotuokoa. Kwa hiyo katika kanisa la Yesu Kristo kinachotakiwa watu walishwe, watu wafundishwe ni mwili na damu ya Yesu Kristo. Watu wamjue Kristo, wamjue Mungu, waujue upendo wa Mungu jinsi alivyokufa msalabani na kutukomboa kutoka dhambi. Huo upendo ndio unatakiwa uhubiriwe ndani ya kanisa. Lakini ukiingia kwenye makanisa mengi ulimwenguni, wanahubiri fedha na mali. Hawana haja kabisa kuhubiri kwa habari ya mwili na damu ya Yesu Kristo. Hawana haja, hawawezi kutumia muda wao kuhubiri kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Hawawezi kuhubiri. Kwa hiyo watu wengi wanamjua Kristo, lakini hawajui kazi ya Kristo, hawajui upendo wa Mungu, hawajui upendo wa Yesu Kristo. Wao wanaenda kanisani, wanasema ni wa Kristo, wanakaa kutaka kusikiliza ni namna gani watapata pesa, ni namna gani watabarikiwa pesa, ni namna gani watapata nyumba, magari, ni namna gani atapata kazi, ni namna gani atapata kuoa na kuolewa. Hii ndio inaitwa injili ya Yesu Kristo. Huyu tumempima, ni mbwa mwitu. Asilimia makanisa mengi ulimwenguni sasa hawahubiri kabisa kwa habari ya imani katika mwili na damu. Kila unapoenda makanisani unaona tu wanahubiri fedha na mali, kubarikiwa tu. Wanahubiri tu fedha, wanahubiri tu kupata majumba na magari. Nimeongeza gari, unataka biashara. Wanahubiri tu uchumi, biashara. Hii unagundua, hii sauti sio ya Yesu Kristo. Hii sauti sio ya mwanakondoo. Hii sauti ya mbwa mwitu kutoka kuzimu. Wanahubiriwa fedha na mali ya dunia, wanaiita hiyo injili, wanaacha kuhubiri imani katika Yesu Kristo, katika mwili na damu ya Yesu Kristo. Wanaona hivyo ni kitu ovyo.
Hakitakiwi kusikilizwa hapa. Tunatakiwa kusikia fedha na mali, majumba na magari, namna gani napata biashara yangu inakuwa. Tunataka kusikia hilo. Hawataki kusikia kwa habari ya Yesu Kristo alikufa, akazikwa, siku ya tatu akafufuka, na maana yake ni nini. Hawataki kuhubiri mauti ya Yesu Kristo. Wanataka kuhubiri fedha na mali ya dunia, alafu wanaiita hiyo ni injili ya Yesu Kristo. Ni hatari kubwa. Dunia imebadilika. Yesu Kristo anasema wapimeni. Lakini tunatakiwa kujua hilo. Mtume Petro anatuonya katika waraka wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18 na wa 19. Anatuonya, anasema, nanyi mfahamu kuwa mlikombolewa si kwa fedha na mali, ili mtoke katika mwenendo wenu mliopokea kwa baba zenu. Hamkukombolewa kwa fedha na mali, vitu viharibikavyo vya dunia hii. Hamkukombolewa kwa hizo, hata mwizihubiri hizo. Unawezaje kuhubiri fedha na mali, majumba na magari, wakati hicho kitu hakikukomboa wewe? Hakikuchukua dhambi zako, hakikufa msalabani, hakikuzikwa, hakikufufuka siku ya tatu. Hicho ndicho ulimwengu wanachokihubiri. Hamkukombolewa kwa fedha na mali, vitu viharibikavyo vya dunia, hata muvihubiri hivyo. Mtume Petro anatuonya, anasema mlikombolewa kwa damu ya thamani ya Yesu Kristo. Mstari wa 19. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 18 na wa 19. Damu ya Yesu Kristo. Kanisa la Kristo lazima lihubiri injili ya Kristo. Kanisa la Kristo ni lazima lihubiri kama Yesu Kristo alivyohubiri, kama mitume walivyohubiri. Mwili na damu ya Yesu Kristo ndiyo injili ya kweli. Mauti ya Kristo na kufufuka kwa Yesu Kristo ndiyo injili ya kweli. Kila siku milele mpaka atakapokuja, asikie kanisa lake linahubiri mateso ya Kristo, linahubiri kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo, linahubiri mwili na damu ya Yesu Kristo iliyotukomboa, iliyotutakasa dhambi. Hii ndiyo injili ya Yesu Kristo anayoitaka. Lakini kanisa linahubiri fedha na mali ambayo haikufa, haikufufuka, haikuzikwa, haikuchukua dhambi ya ulimwengu. Ndiyo inahubiriwa fedha na mali, majumba na magari, vitu viwili tofauti. Kwa hiyo kuna kanisa la mpinga Kristo, kuna kanisa la mbwa mwitu, na kuna kanisa la Yesu Kristo, kondoo wa kweli. Kwa hiyo duniani mpaka sasa hivi kuna wachungaji wapinga Kristo, kuna manabii wapinga Kristo na mitume wapinga Kristo, lakini kuna wachungaji wa Yesu Kristo, kuna watumishi wa Yesu Kristo. Pia kuna kanisa la mbwa mwitu tupu. Ingawa najiita ni wa Kristo, lakini ni mbwa mwitu. Kwa hiyo kuna kanisa la mbwa mwitu kwa mafundisho ya mbwa mwitu, na kuna kanisa la wanakondoo kwa mafundisho ya mwanakondoo Yesu Kristo, mwana wa Mungu, damu ya Yesu Kristo. Kuna kanisa la giza tupu la Ibilisi. Tena Biblia imesema ni makanisa ya mashetani, kwa sababu hawana injili ya Kristo, wana mafundisho ya dunia hii ya kutoka kwa shetani. Alafu kuna kanisa la Yesu Kristo takatifu, lenyewe linakula na kunywa mwili na damu ya Yesu Kristo, lenyewe linahubiri mauti ya Yesu Kristo, kama mtume Paulo alivyotuambia, unapokula mwili na damu ya Yesu Kristo unahubiri mauti ya Yesu Kristo. Kwa hiyo tunapohubiri mwili na damu ya Yesu Kristo, tunaihubiri mauti ya Yesu Kristo, tunaitukuza mauti ya Yesu Kristo. Je, wewe unayehubiri fedha na mali, majumba na magari katika kanisa, kila siku watu wanatakiwa kusikia tu fedha na mali, watu wanasikia fedha na mali, watu wanahubiriwa hiyo. Je, wanatangaza mauti ya nani? Wanaitangaza mauti ya Yuda Iskarioti, ambaye yeye akaiacha mwili na damu ya Yesu Kristo, akaacha mauti ya Yesu Kristo, akakumbatia pesa kutoka kwa mpinga Kristo shetani, akaihubiri mauti yake mwenyewe. Kwa hiyo watu wajue injili ya Yesu Kristo sio fedha na mali, sio majumba na magari. Injili ya Yesu Kristo ni mwili na damu. Watu wahubiriwe hiyo, waitegemee hiyo, waamini katika hiyo damu ya Yesu Kristo. Tuwe makini sana, duniani kumebadilika sana.
Ukifuata mkumbo unaingia kwenye shimo. Lakini Yesu Kristo anasema katika mstari wa 4. Mstari wa 4 anasema hivi: lakini nina neno juu yako, ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Mstari wa 4 analiambia kanisa lake ambalo linaamini katika mwili na damu yake, linaamini katika jina la Yesu Kristo, linaamini katika utakatifu na haki yote na upendo wa Mungu. Yesu Kristo analikumbusha kanisa lake ulimwenguni leo, katika kanisa hili la Efeso ambalo liko ulimwenguni leo, analiambia, unaniamini, unanipenda, unaamini katika mwili wangu na damu yangu, imani yako iko sawa, lakini nina neno moja naiambia kanisa langu: mbona umeuacha upendo ule wa kwanza? Nikikutazama kweli una imani katika mimi, unaamini katika mimi, imani yako ni kweli, lakini imani yako haionekani katika upendo. Upendo uko wapi? Yesu analiambia kanisa, upendo uko wapi? Una imani ndio, lakini upendo wangu huna. Kwa sababu imeandikwa, imani pasipo upendo imekufa. Imani pasipo matendo mema ya upendo umekufa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ni upendo, Yesu Kristo ni upendo. Kwa hiyo kama wewe unamwamini Yesu Kristo, imani haionekani kwa macho. Huwezi kuiona imani kwa macho. Imani ni kitu kama roho, kwa sababu unaamini moyoni, haionekani kwa macho. Kila mtu atasema mimi ni Mkristo, kila mtu anasema mimi namwamini Yesu Kristo. Hii si tiketi ya kuingia mbinguni, kwa sababu kama unamwamini Yesu Kristo, imani yako lazima ionekane katika upendo. Kwa hiyo upendo ndio muhuri wa kumwonyesha huyu mtu ana imani na Kristo, huyu mtu ni Mkristo wa kweli. Upendo. Kama hatuoni upendo wa Kristo, hapo ndipo tunapojua wewe, ingawa unasema ni Mkristo, huna Kristo. Kama upendo wa Kristo hauonekani ndani yako, hauonekani kwenye jamii, tunakuja kugundua sawa, wewe ni Mkristo lakini huna Kristo. Wewe mwenyewe unajiita Mkristo, wewe mwenyewe unajiita mtumishi wa Kristo, nabii wa Kristo, mtume wa Kristo, lakini sio mtume wa Kristo, kwa sababu huna upendo. Kwa hiyo upendo ndio muhuri, ndiyo tabia ya watakatifu, kwa sababu Yesu Kristo ni upendo. Tabia ya Mungu ni upendo. Tabia ya Yesu Kristo ni upendo. Kwa hiyo Yesu Kristo ni upendo. Kama wewe umezaliwa na Kristo, kama wewe ni Mkristo kweli, unamwamini Kristo katika imani ya kweli, ni lazima utakuwa na hiyo tabia ya Yesu Kristo ndani yako, upendo. Ni lazima utakuwa na yeye aliye upendo ndani yako. Kwa hiyo tunataka kuona, Yesu Kristo anataka kuona kwamba ikiwa unaniamini, nione upendo, ndiyo najua kwamba wewe unaniamini. Lakini kama upendo hautoki kwenye maisha yako, wewe imani yako si kweli. Kwa sababu gani? Imani na upendo ndiyo amri kuu. Imani na upendo ndiyo amri kuu zinazojumuisha amri zote 10. Kwa hiyo kumwamini Yesu Kristo, imani ni kumwamini Yesu Kristo katika mwili na damu yake. Upendo ni matendo mema kwa ndugu zetu, kwa jamii yetu, kwa Wakristo na kwa wote wasio Wakristo pia. Tuonyeshe upendo wa Kristo. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 23. Tusome. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 23 anasema, na hii ndiyo amri yake, kwamba tuliamini jina la mwana wake Yesu Kristo na kupendana sisi kwa sisi kama alivyotupa amri. Hii ndiyo amri ya Mungu kwa kanisa. Hii ndiyo amri ya Mungu kwa wote wa Kristo. Hii ndiyo amri ya Mungu, kwamba tuliamini jina la Yesu Kristo,
tumwamini Yesu Kristo. Kwa hiyo imani ni kwa Yesu Kristo, tunaipeleka juu kwa Yesu Kristo. Katika hiyo imani tunaamini katika mwili wake na damu yake. Kwa hiyo imani yetu ni katika mwili na damu yake, imani ni kwa Yesu Kristo. Lakini tunapewa amri ya pili, upendo kwa ndugu. Tupendane sisi kwa sisi kama kanisa la Wakristo, kanisa takatifu la Kristo, na tuwapende adui pia, hata wanaotudhihaki, wanaotuchukia, wanaotulani, tuwapende kama Mungu mwenyewe alivyo. Kwa sababu tumedhaliwa na Mungu, sisi ni wana wa Mungu. Kwa hiyo tuna upendo wa Mungu wetu, baba yetu, tuna upendo ule ule, kwa sababu Mungu wetu anawapenda wamchao na wasiomcha. Mungu wetu anawapenda wanaomtukana na wanaomtii, wanaomheshimu. Anawapa jua wanaomcha, wanaomheshimu, wanaomwabudu. Anawapa jua hilo hilo wanaomtukana, wanaomdhihaki, waliomsaliti. Yesu Kristo anawapa mvua wanaomheshimu, wanaomwamini. Anawapa mvua na hao wanaomtukana. Yesu Kristo Mungu wetu anawapa uhai na uzima na afya wanaomwabudu, wanaomtii. Anawapa uhai na uzima hao hao tena wanaomchukia, adui zake wanayomlani. Huu ndio upendo wa kweli. Kwa hiyo Mungu anatupa huu upendo. Kama kweli tuna Kristo ndani yetu, ni lazima tuwe na upendo wa Mungu wetu. Kwa hiyo Wakristo, tabia ya Wakristo ni upendo, kama Yesu Kristo alivyo upendo kwa kila mtu anayemwamini na anayemtukana, anayemchukia na asiyemwamini. Damu ya Yesu Kristo. Tabia ya Mungu wetu ni upendo. Kwa hiyo tabia ya Yesu Kristo ni upendo. Tabia ya Wakristo ni upendo. Ndiyo maana amesema, amri hii nimekupa, imani kwa Yesu Kristo mwanangu, na upendo kwa ninyi mpendane. Yesu Kristo mwenyewe anasema hivi, amri mpya nawapa, pendaneni ninyi kwa ninyi. Na watu watakapouona upendo wenu, mkipendana ninyi kwa ninyi, watajua kwamba ninyi ni wanafunzi wangu. Msingi wa upendo wa Wakristo ni Yesu Kristo mwenyewe. Shina la upendo wa Wakristo wote ni Kristo mwenyewe. Kwa hiyo sisi tunaishi kwa tabia ya Yesu Kristo Bwana wetu. Watu watakapouona upendo wetu kwa ndugu na kwa adui, watajua kwamba hawa ni wanafunzi wa Yesu Kristo, kwa sababu Yesu Kristo ni upendo. Dunia nzima inajua Yesu Kristo ni upendo. Kwa hiyo Wakristo wakiishi kwa upendo wa Kristo, watajulikana hawa ni Wakristo. Kinyume na hapo, hakuna upendo wa kweli. Sasa unawezaje kusema wewe ni Mkristo na amri ya upendo au tabia ya upendo wa Kristo huna kwa ndugu? Umepotea kabisa. Yesu Kristo anauliza, ndiyo unaniamini? Ndiyo unaniamini mimi unaitwa Mkristo, lakini nina neno hili kwako, upendo uko wapi? Mbona sioni upendo? Unasema kwa watu, kwa mdomoni kwako unasema kabisa kwamba wewe unaniamini. Sawa, nataka kuona imani yako kwangu kama ya kweli kupitia upendo. Ninataka kuona ikiwa kweli unaniamini, nataka kuona imani yako ya kweli kupitia upendo. Kwa hiyo upendo ni kioo cha kujua kwamba huyu ni Mkristo wa kweli na huyu ni mbwa mwitu. Upendo ni kioo cha watakatifu. Upendo ni kioo cha kanisa cha Wakristo, kwamba kweli unamwamini Yesu Kristo au umechukua tu hili jina uitwe Mkristo lakini huna Kristo ndani yako. Upendo ndio kioo cha kumtambua kila mtu kwamba huyu ni Mkristo wa kweli, huyu ni mwanakondoo au huyu ni mbwa mwitu. Upendo. Upendo uko wapi? Mbona huna upendo? Unasema ni Mkristo lakini huna upendo. Unasema unamwamini Yesu Kristo, unamwamini wewe ni Mkristo lakini huna upendo. Hatuoni upendo. Hii maanisha kwamba ndani yako, ndani ya moyo wako huna Kristo.
hamiliki Kristo, kwa sababu Kristo ni upendo. Kama ndani yako ni makao ya Yesu Kristo, makao ya Roho Mtakatifu, kitakachotoka nje kwenda kwa watu ni upendo. Imani kwa Yesu Kristo ni kama mti wa matunda, na upendo ni matunda ya ule mti. Imani ni kama mti wa matunda, upendo ni matunda ya ule mti. Sasa kama wewe ni mti wa matunda na matunda hayatoki kwako, hii inamaanisha huu mti ni tasa, hauzai. Ndiyo, ni mti, lakini hatuoni matunda ya huo mti. Hii inamaanisha huu mti ni tasa. Imani pasipo upendo umekufa. Ni sawa na mwili pasipo roho. Kwa hiyo una mwili, lakini ndani ya mwili huna roho. Hii inamaanisha umekufa, hauna faida, huna Kristo. Yesu Kristo ni uzima. Kama Yesu Kristo ni uzima, ndani yako tunataka kuona uzima, uko hai. Sasa tukikutazama ni mwili usio na roho, ni mwili usio na upendo wa Kristo ndani yako, huo mwili umekufa. Unaitwa Mkristo ndio, lakini huna upendo wa Kristo, huna Kristo ndani yako. Upendo uko wapi? Damu ya Yesu Kristo. Mtu akisema upendo ni nini, anatakiwa kujua neno hili moja. Mtu akisema sasa mimi ni Mkristo, nataka nifanye upendo, sasa upendo ni mambo gani nifanye? Ninamwambia hivi, ajue mti hauzai matunda kwa ajili yake wenyewe, bali mti unazaa matunda kwa ajili ya wanyama wa pori, kwa ajili ya wadudu walukao na watambao, kwa ajili ya ndege wa angani, kwa ajili ya wanadamu. Mti hauzai matunda kwa ajili yake, unazaa matunda kwa ajili ya viumbe vingine. Upendo ni matendo mema kwa ndugu, kwa jamaa. Au watu hawajui kwamba Wakristo watahukumiwa kwa sababu ya amri hii ya upendo. Wakristo, kama kuna Wakristo watahukumiwa katika moto wa milele, watapelekwa kuzimu, watapelekwa katika jehanamu ya moto, ni kwa sababu ya upendo. Au watu hawajui hilo? Yesu aliweka wazi, alisema kwamba Wakristo watahukumiwa. Kama Mkristo ataenda motoni, basi ni kwa sababu hana upendo. Ni Mkristo ndio, lakini ndani yake hana upendo, hana tabia ya upendo. Huyu atahukumiwa, atakuwa mahali pake ni jehanamu ya moto. Yesu Kristo alisema watu hawajui hilo. Siku ya mwisho Wakristo watahukumiwa. Wengine Wakristo wengine watahukumiwa kwenda katika jehanamu ya moto, ingawa ni Wakristo. Kwa sababu gani? Hawana upendo. Na wengine wataitwa wenye haki, kanisa takatifu lile dhahabu. Kwa sababu gani? Ya upendo. Wakristo ni wengi, lakini Wakristo hawa wamegawanyika katika sehemu mbili. Wengine ni mbuzi kabisa, mbuzi kabisa. Hawa mbuzi ni Wakristo, ni Wakristo mbuzi. Kwa sababu gani? Hawana upendo. Watahukumiwa kwa sababu hawana upendo wa Kristo. Na Wakristo wengine wameitwa wanakondoo, wanakondoo safi. Hawa wanaitwa wenye haki, watakatifu, ndio wana wa Mungu, ndio Wakristo wa kweli. Hawa watahukumiwa kwa ajili ya uzima wa milele, watapokea uzima wa milele pamoja na Kristo, pamoja na Mungu katika mji mtakatifu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya upendo. Kwa hiyo Wakristo watahukumiwa siku ya mwisho. Wengine wataenda motoni kwa sababu hawana upendo, na wengine wataenda katika uzima wa milele kwa sababu wana tabia ya Mungu, upendo kwa ndugu. Mathayo mtakatifu sura ya 25, Yesu Kristo anasema hili neno. Anasema hivi, siku ile nitakapokuja na malaika watakatifu wote, nitakuja kuwatenga kondoo na mbuzi. Kondoo nitaweka mkono wangu wa kuume, na mbuzi nitaweka mkono wangu wa kushoto. Kisha nitawaambia wale kondoo, wale mbuzi nitawaambia, hawa ni Wakristo lakini ni mbuzi. Nitawaambia, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Kwa sababu gani? Kwa sababu nalikuwa na njaa, hamkunipa chakula. Nalikuwa uchi, hamkunipa nguo ya kuvaa. Nalikuwa mgonjwa, hamkuja kunitazama.
nalikuwa kifungoni, hamkuja kuniona. Nalikuwa na kiu, hamkunipa maji ya kunywa. Mimi Yesu nalikuwa katika hali hiyo, ninyi hamkunitendea mema hata kidogo, hamkuonyesha upendo wenu kwangu. Hawa Wakristo hawa ambao ni mbuzi kabisa, hawa ambao Kristo anawataja ni mbuzi hawa, watasema Bwana, ni lini tulikuona? Ni lini tulikuona wewe una njaa alafu hatukukupa chakula? Ni lini? Mbona hatujawahi kukuona sisi? Ni lini tulikuona wewe una kiu hatukupa maji? Ni lini tulikuona wewe ni mgonjwa hatukuja kukutazama? Ulikuwa kifungoni hatukuja kukuona? Ni lini Bwana? Mbona hatujawahi kukuona? Yesu atasema, yule mmoja mdogo wa ndugu zangu mliyemtendea ulimwenguni, ndio hamkunitendea mimi. Kumbe upendo kwa ndugu ndio kumtendea Yesu Kristo. Usipokuwa na upendo kwa ndugu, kwa jamaa, hujamtendea Yesu Kristo mwenyewe. Hawa anasema watakwenda kwenye moto wa milele. Hukumu yao ni moto wa milele, upendo. Alafu atawageukia hawa kondoo, atawaambia, njoeni kwangu muulisi ufalme wa mbinguni ambao Mungu aliuweka kwa ajili yenu tangu zamani. Urithini uzima wa milele pamoja nami. Njoeni, kwa sababu nalikuwa na njaa mkanipa chakula, nalikuwa na kiu mkanipa maji ya kunywa, nalikuwa uchi kabisa mkanipa nguo ya kuvaa, nalikuwa mgonjwa mkaja kunitazama, nalikuwa kifungoni mkaja kunitazama. Njoeni muulisi. Nyinyi ndiyo kondoo safi, nyinyi ndiyo kondoo watakatifu, ndiyo kanisa langu takatifu. Njoeni muishi pamoja na mimi, Mungu wenu, kwa sababu mlinitendea mema. Hawa wenye haki, hawa wana kondoo, watamuuliza Bwana Yesu kwamba, Bwana, ni lini tulikutendea hivi sisi? Mbona hatujawahi kukuona sisi? Ni lini tulikupa maji ya kunywa? Ni lini tulikupa chakula sisi? Ni lini tulikuona tukakuvika nguo, tukakuona uko uchi tukakuvika nguo? Ni lini Bwana? Atawaambia, yule mmoja mdogo wa ndugu zangu mliyemtendea kule ulimwenguni, mlinitendea mimi. Nalikuwa mimi, yule ndiyo mimi. Na ni kweli, Kristo ni kichwa. Mwili wa Kristo ni ndugu, ni kanisa. Kwa hiyo unapohudumia kanisa, unapolihudumia kanisa, unapompenda ndugu yako, umekihudumia kiungo cha Yesu Kristo. Yesu Kristo anasema kanisa ndiyo mwili wa Kristo, na yeye Kristo ndiyo kichwa, na mtu mmoja mmoja ni kiungo katika mwili wa Kristo. Au hilo watu hawajui? Yesu Kristo ndiyo kichwa cha kanisa, na kanisa ndiyo mwili wa Kristo, na mtu mmoja mmoja ni kiungo cha Kristo. Kwa hiyo unapokipa kiungo kimoja chakula, umempa Kristo. Unapomhudumia, unapompa mtu ndugu yako nguo ya kuvaa, umemvika Yesu Kristo. Unapompa maji ya kunywa ndugu yako kwa jina la Yesu Kristo, umempa Yesu Kristo. Ndio maana anasema nyinyi mnanifaa. Upendo umeonekana, kwa hiyo nyinyi mnaniamini kweli. Watu wajue, Wakristo watahukumiwa siku ya mwisho kwa sababu ya upendo tu. Asiye na upendo kwa ndugu, huyo ni mbuzi, ni kanisa la mashetani, ni mbuzi wa kuzimu. Kwa hiyo mahali pao jehanamu ya moto. Wale wenye kuishi kwa upendo, tabia safi ya Yesu Kristo, hawa ndio wenye haki. Kwa hiyo Wakristo, tabia ya Wakristo ni upendo, wajue, na watahukumiwa siku ya mwisho, kwa sababu kama hawana upendo kwa ndugu, hukumu yao ni moto wa milele. Kama tunaishi kwa tabia ya Kristo, upendo, hukumu yetu uzima wa milele, damu ya Yesu Kristo. Tusome hii Mathayo 25 ili tuone Yesu anavyosema hukumu ya mwisho jinsi itakavyokuwa. Mathayo mtakatifu sura 25 mstari kuanzia wa 34. Neno la Mungu nasema hivi, Yesu Kristo nasema, kisha mfalme kuanzia mstari wa 31, tuseme wa 31, ndiyo tuanze 31. Hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake, na mataifa yote watakusanyika
mbele zake, naye atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Atawaweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto. Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, njooni mliobarikiwa na Baba yangu, urisini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Kwa maana nalikuwa na njaa, mkanipa chakula; nalikuwa na kiu, mkaninywesha; nalikuwa mgeni, mkanikaribisha; nalikuwa uchi, mkanivika; nalikuwa mgonjwa, mkaja kunitazama; nalikuwa kifungoni, mkanijia. Ndipo wenye haki watakapomjibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona una njaa tukakulisha, au una kiu tukakunywesha? Tena ni lini tulipokuona umgeni tukakukaribisha, au uchi tukakuvika? Ni lini tena tulipokuona umgonjwa au kifungoni tukakujia? Na mfalme atawajibu akiwaambia, amini nawaambieni, kadiri mlivyomtendea mmojawapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Kisha atawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaaniwa, mwende katika moto wa milele aliowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Kwa maana nalikuwa na njaa, msinipe chakula; nalikuwa na kiu, msininyweshe; nalikuwa mgeni, msinikaribishe; nalikuwa uchi, msinivike; nalikuwa mgonjwa na kifungoni, msinijie kunitazama. Ndipo hao pia watajibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona wewe una njaa au una kiu au umgeni au uchi au umgonjwa au kifungoni, tusikuhudumie? Naye atawajibu akisema, amini nawaambieni, kadiri msivyomtendea mmojawapo wa hao walio wadogo, hamkunitendea mimi. Na hao watakwenda zao kuingia katika adhabu ya milele, bali wenye haki watakwenda katika uzima wa milele. Damu ya Yesu Kristo. Wakristo watahukumiwa siku ya mwisho. Wengine waende katika moto wa milele kwa sababu hawakuishi kwa upendo wa Kristo. Tabia yao haikuwa upendo wa Kristo. Kwa hiyo ni kanisa, lakini ni kanisa tasa, ni kanisa lililokufa, halina upendo, halina Yesu Kristo ndani yake, ni mwili pasipo roho ndani yake. Hili kanisa liko ulimwenguni sasa, ni kanisa, ni mwili, lakini halina roho ndani yake, halina upendo, halina Kristo ndani yake, lakini linajulikana ni kanisa. Kwa hiyo kuna kanisa ulimwenguni linaitwa Wakristo, lakini ni mwili pasipo roho ndani yake. Hili mahali pake ni katika moto wa milele. Watu wajue hilo. Kwa hiyo Wakristo watahukumiwa kwa sababu ya upendo. Lakini liko kanisa ambalo ni mwili pamoja na roho, ambaye Yesu Kristo upendo. Hili kanisa ndio linaitwa wenye haki, kondoo. Hawa wataulisi uzima wa milele kwa kuwa wanamhudumia Yesu Kristo, wanampa chakula Yesu Kristo kila siku katika maisha yao, wanampa maji ya kunywa, wanampa nguo ya kuvaa Yesu Kristo. Hawa wanaoishi kwa tabia ya Kristo, hawa ndio watakatifu. Sio kuitwa Mkristo ndio mtakatifu au utaingia mbinguni, haipo. Watu wanatakiwa kuambiwa kuitwa Mkristo haina maana utaenda mbinguni, kwa sababu kuna Wakristo mbuzi, Wakristo ambao ni mwili pasipo roho ndani yao, na kuna Wakristo ambao ni wanakondoo walio hai na uzima. Kwa hiyo kama una uzima wa milele, itaonekana imani yako kupitia upendo, damu ya Yesu Kristo. Leo tunahubiri, tunaanza kitabu hiki cha Ufunuo. Makanisa 7 lazima tuyahubiri. Kwa hiyo tumeanza na kanisa la kwanza la Waefeso, tutakwenda la 2 mpaka la 7, ili watu wajue injili ya kweli ni ipi na uchamungu ni nini. Kwa hiyo kanisa la Yesu Kristo lina mambo haya ndani yake. Yesu Kristo anatuonyesha kanisa la Yesu Kristo lina dhiki ndani yake, lina subira, lazima liwe na subira, lazima ziwe na uvumilivu, na lazima lisichangamane
na makanisa ya mashetani. Kanisa la Kristo lina dhiki na mateso mengi ulimwenguni hapa. Yesu Kristo anasema, lakini pia ni lazima liwe na uvumilivu na subira, wala lisichangamane na makanisa ya kuzimu. Yesu Kristo anasema katika mstari wa 6 katika Ufunuo huo tuliosoma, Ufunuo sura ya 2 kuanzia mstari wa 6, anasema hivi: unayachukia matendo ya Wanikolai na mimi nayachukia. Unafanya vizuri. Kwa hiyo kanisa la Yesu Kristo halitakiwi kuambatana na tamaduni za kawaida za dunia hii, halitakiwi kuambatana na tabia ya dunia, tabia ya Wanikolai, kwamba kuchanganya tabia ya ulimwengu, tabia ya Wanikolai unaingiza ndani ya kanisa la Kristo, haitakiwi. Yesu Kristo anasema, tusome hilo neno. Ufunuo sura ya 2 mstari wa 6 anasema, lakini unalo neno hili kwamba wayachukia matendo ya Wanikolai ambayo na mimi nayachukia. Hili neno Yesu Kristo linamfurahisha. Kanisa lake lazima lichukie matendo ya Wanikolai, kwa sababu Yesu Kristo anachukia matendo ya Wanikolai. Hayapendi, hapendezwi na matendo ya Wanikolai. Kwa hiyo watakatifu hawatakiwi kuishi kwa matendo ya Wanikolai, hawatakiwi kuchanganya na matendo ya Wanikolai pamoja na kanisa lake, pamoja na tabia ya Kristo. Yesu Kristo hataki. Anasema, unayachukia matendo ya Wanikolai, bema, unafanya vizuri, kwa sababu hata mimi hayo nayachukia. Sitaki ndani ya kanisa langu kuwe na tabia na matendo ya Wanikolai. Wanikolai ni watu wa dunia hii, tamaduni za dunia hii ambazo hazipatani kabisa na tabia ya Mungu wetu, tabia ya Yesu Kristo, tabia ya Wanikolai. Unawezaje kusema kanisa hili ni kanisa la Yesu Kristo halafu unakumbatia ushoga ndani ya kanisa? Unakubali ushoga uwepo na mashoga, kanisa lijawe na mashoga, wabarikiwe, wabariki wengine. Mashoga, tabia ya Wanikolai hatuwezi kuichanganya na tabia ya Mungu. Unaenda kanisani umevaa uchi mtupu, kaptula umevaa kasketi kafupi, matiti yako nje, miguu mapaja yako nje, tumbo liko nje, umevaa ovyo ovyo, usasa wa dunia unaingia ndani ya kanisa la Kristo, tabia ya Wanikolai. Yesu Kristo anasema ndani ya kanisa lake asione. Ni lazima tuchukie matendo machafu ya kutoka kuzimu. Kwa nini watu wanaenda kanisani wakiwa mapaja uchi? Kwa nini wanaenda kanisani wanachagua nguo ya kuvaa, wanavaa matiti yako nje? Kwa nini wanafanya hivi? Nani anayewatuma? Shetani, Ibilisi anataka kulichafua kanisa. Kwa nini watu wanahamasisha, hata wachungaji, hata mitume wanahamasisha tabia ya kuzimu ya Sodoma na Gomora iwe ndani ya kanisa? Kwa nini? Ni nani huyo nyuma yao? Shetani, Ibilisi, kulichafua kanisa. Yesu anasema lazima yachukiwe haya matendo, na kama yakichukiwa yasichangamane kabisa na tabia ya Kristo. Kanisa la Kristo halitakiwi kuwa na tabia za Wanikolai. Damu ya Yesu Kristo. Unawezaje kusema ni Mkristo alafu umekaa na shoga mnasali kwa Kristo? Huyo ni tabia ya Kristo hiyo, ushoga. Unawezaje kusema unaenda kanisani umevaa chupi, umevaa pensi, umevaa vikuku, umeweka, ni ushoga mtupu, ni usherati mtupu. Kanisa limejaa uzinzi na usherati. Hii ni tabia ya dunia ya Wanikolai, haiwezi kukubalika ndani ya kanisa la Yesu Kristo. Tumeamrishwa na Kristo, tumeamriwa hilo, lazima kanisa lijue. Hatuwezi kusali tukiwa uchi, hatuwezi kusali unaonyesha mapaja, unavaa kinguo cha ndani, unaenda kanisani unasema unaenda kusali. Unaenda kusali kanisa la nani? Na huyo Kristo ni Kristo gani? Hilo ni kanisa la mashetani. Watumishi ni mashetani, watumishi wa kuzimu. Kama ni nabii, ni nabii wa kuzimu. Kama ni mtume, mtume wa kuzimu. Kama ni mchungaji, ndio wa kuzimu kabisa. Unawezaje kukubali kanisa lako mwanamke au mtu aje uchi, aonyeshe maumbile ya ndani? Huyo Kristo gani?
Watu wawe makini. Damu ya Yesu Kristo. Mungu atusaidie sana. Neno langu ni hili, Wakristo watahukumiwa. Wengine wataenda motoni na wengine wataenda kwenye uzima wa milele kwa sababu ya upendo. Kama huna upendo, umepotea. Lazima tujifunze kuishi kwa tabia ya Yesu Kristo. Lazima kila siku tujihoji wenyewe kwa neno la Yesu Kristo. Tuwatambue makanisa ya mashetani, tuwatambue wa Nikolai waliokuwa ndani ya kanisa. Hatuwezi kuchangamana nao. Lazima tuishi kwa tabia ya Kristo tulioamuliwa. Hilo ndio kanisa takatifu la Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo.